Asubuhi tulipoamka, nyoka mkubwa ameanguka. Mijusi yote yamejazana uwanjani zimekufa. Ndege hauko rohoni, haujui ni kimetokea. Unasubiria maelezo. Amemwaga maji, nyoka mkubwa akaanguka. Alianguka kutoka kwenye nyumba, amekufa. Mapanya wameanguka mpaka tunawazoa tunatupa barabarani, lakini mbwa hanusi. Alafu umekaa. Sema Yesu nisaidie na mimi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivi leo mimi niko mzima. Mara ya kwanza nilikuja hapa. Mwaka gani? Hii ni mwaka wa pili. Ni mwaka wa pili hapa? Nilikuja mwezi wa 8. Mwaka juzi. Mwaka juzi? Ulikuwa na changamoto gani? Mimi nilikuwa na changamoto. Mimi nilikuwa nimetupia kunywa pombe ambapo sinywangi. Nikawa nasahau nyumba yangu, naenda kwenye pombe, nikienda kibarua nikipata shilingi 10,000 naenda nyumbani na 5,000 nimelewa. Au 500. Ngoja. Ukipata 10,000 unarudi na shilingi ngapi nyumbani? Napeleka 500 nyumbani. 9,500 yote inaingia kwenye pombe? Kwa miaka mingapi? Kwa muda wa miaka 2. Na ulikuwa unywaji pombe? Sinywangi pombe, nilikuwa najitahidi, watoto wananitegemea. Una watoto wangapi? Mimi na watoto 8. Una watoto 8? 8 na wasichana 7, wa kiume 1. Na katika hiyo hali ya kukaa na watoto na nini visababisho ingia kwenye pombe? Mimi nilienda kwenye pombe bila kuelewa. Au kujua kilichokupeleka kwenye pombe? Sijaona mimi. Ila tu nilipogundua mke wa kijana wangu akaniambia, "Mama mdogo, twende kanisani kwa Nabii Frenki." Nyinyi mnatokea wapi? Mimi natokea Veta. Mara ya kwanza tukaja. Mara ya pili mpaka mara ya 9 namwambia mbona mimi siitwi? Kwa unakuja ibadani unatamani kuitwa. Maana napata shida sana. Yaani kuitwa maana yake wengine ni wageni, kutabiriwa. Ndio. Nikawa nimeitwa mara ya 9. Mara ya 9 nikakuita. Kufika kanisani mara ya 9. Siku hiyo ukaniita. Hapo kwenye changamoto. Mimi nilipokuita nilisemaje? Ukaniambia mama njoo, nilikuwa pale katikati. Nikaja. Mguu unaniuma sana. Ukaniambia mama pole sana, watoto wako wamekutenga. Alafu mguu wa kulia unakuuma. Kuna mtu wachawi wamekuzunguka sana. Huna hili wala lile, watoto wako wamefungwa. Mguu wa kulia uligombana na mtu kwenye mpaka wako. Ni kweli, nikasema kweli baba. Aliniambia na nikawa napalilia shamba kwenye mpaka. Kaniambia ngoja nirudi. Akakanyaga mahindi yangu. Akaniona sina uwezo wote, mwanaume hajui shamba, ni mimi tu nategemewa. Alipopita amekanyaga shamba mahindi yangu. Nikasema sawa, namkabidhi Mungu. Baada hapo kwenda nyumbani, nikachukua ndoo nikaenda kuchota mtoni. Kufika ile sehemu ya mpaka wangu nilianguka. Pale ambapo mnapogombana? Nilianguka, mguu wa kulia ukaumia. Kwa hiyo siku nakupa unabii, ndo ile siku nakupa unabii nikwambia una shida kwenye mguu wa kulia. Na huko yeye kuniambia wewe. Kwa hiyo siku nakupa unabii ukashangaa? Nilishangaa. Ulinishika mguu na mgongo, nilipanda dhabauni. Kabla hujapanda madhabahuni tuendelee na historia hapo ulipoanguka kwenye mpaka wako. Ulipoanguka nini kilitokea? Mguu uliumia. Ilikuwa mwaka gani? Huu mwaka wa pili.
Mwaka wa pili huu hapa. Sasa hivi mwaka wa pili. Mwaka wa pili. Mwezi wa 8. Sasa ile siku ulipoumia mguu ikakuletea shida gani? Mguu ukawa unauma, nikienda chooni sichuchumai, nikawa nasimama. Najisaidia kwa kusimama. Miaka miwili. Nikienda chooni. Ngoja. Mke wa kijana wangu akindio. Ngoja. Usiogope. Yaani ukitaka kujisaidia samani. Mfano tuonyeshe mfano kidogo. Samani. Ukitaka kujisaidia ulikuwa unajisaidiaje? Nashika ukuta kwa kusimama. Tuende sasa, mfano ndo hiyo chuma ndo ukuta. Samani. Unasimama namna hiyo? Nasimama namna hii. Najisaidia. Hebu njoo. Kwa miaka miwili. Ndio. Sasa ulipofika ile siku nilipokupa unabii, nikakupa maelekezo ya kuupanda madhabahuni. Uliniita hapa madhabahuni, uliniita ukasema mama njoo, nikakitembea. Mguu unaniuma, ukaniambia mguu wako wa kulia unauma. Ulianguka. Kuna mtu niligombana kwenye shamba, kakwambia ngoja nirudi, na ni kweli baba alisema hivyo. Nilipoenda kuchota pale tulipogombana, nikaanguka, mguu kakatalia hapo. Ulipopanda madhabahuni nilikuombea, ulifanyaje? Ulinikanyaga mguu hivi na kunishika mgongo. Mguu kapoa saa hiyo. Kuna upepo ulitoka. Hayo makofi yako ni kama ulimloga wewe. Ngoja, nikaika mguu wangu juu ya mguu wako. Ukakanyaga, ukaongea, kaniombea. Saa hiyo kuna upepo umekimbia kutoka hapa. Kuna kitu kizito kikatoka. Nikapona hapo. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Na alafu ukaniambia hebu jaribu kutembea. Nikakimbia kabisa, wala sitembei. Miaka miwili. Unajisaidia kama ng'ombe. Ndio. Wachawi wana dogo. Angalia, mtu wamegombana, akaambia ngoja utaniona. Akaondoka, akarudi, akaja akakanyaga mahindi yake. Yeye akaenda nyumbani, akaenda kuchukua ndoo, akaenda kuchota maji, anarudi ana pale walipogombania, akaanguka pale. Baba, niwaambie jambo moja. Mungu tu ndo mwenye upendo wa kweli. Just imagine, kuna point ameongea mimi nimeshamuelewa kwa haraka kwa sababu fahamu wangu unafanya haraka kazi sana. Anasema mume yeye ajui shamba. Kwa lugha rahisi, yeye amesimama kama baba, amesimama kama mama. Katikati ya mateso haya anafanya vibarua, anafanya na kupalilia shamba lake. Bado mchawi anamuonea huruma. Bado amekuja na hataka kummaliza kabisa mama wa watu. Shida moja, kitu ambacho mimi kinachoniumiza kwenu ni moja. Kiambia msimame na Mungu hamtaki. Acha wachawi wafanye kazi. Ibadani mpaka uombewe kuja. Mpaka ujishauri. Inasema shetani ni kama simba afanyaje? Angurumaye. Akizunguka kutafuta wa kummeza. Shetani ana huruma. Unaweza kuwa kwenye madeni. Unasema Mungu unatoka lini kwenye madeni? Sasa hiyo umekaa kwenye madeni, unashangaa umepata ugonjwa ambao kila wiki unatakiwa upeleke pesa. Bado una vikoba vinavyosubiria pesa. Umekaa na haya magonjwa kidogo, ghafla unashangaa na
Yule mtoto wako unayemtegemea amefukuzwa kazini. Shetani ana huruma. Shetani ana uso wa huruma. Lakini una huruma. Hata muda tukiomba, sema na riba unapambana na mimi. Na riba. Sema fire. Haya. Sema narudisha mashambulizi. Narudisha. Mwangalie jirani yako, mwambie ndugu, acha utani. Hii maisha ya dunia ni kupigana. Na unayepigana naye hana huruma na wewe. Mwambie tena. Mwambie hata kidogo. Wewe unalia unasema Mungu nisaidie. Yaani wakati unalia, ndio anatafuta namna gani ya kukumaliza. Kuna watu ukiwasikiliza mpaka utalia. Jaribu limetoka hili, limeingia hili. Limetoka hili, limeingia hili. Limetoka hili. Unauliza, kuna siku moja mtu amekuja ofisini kwangu. Ana magonjwa yasiyopungua 15. Alafu sio kwa maneno. Ameandikwa hapo kwenye karatasi. Hiyo karatasi nikasoma ikasema haya yote yako kwenye mwili wako au mwili wa jirani yako. Au mengine mmegawana na kijiji. Yote ya kwake, karatasi ndefu namna hii. Wewe unaweza shetani ana huruma. Wewe cheka tu. Wewe cheka tu. Ibadani njoo kama vile unalazimishwa. Kiambiwa funga utaki. Baada ya hapo ukapona kabisa. Baada ya hapo nilipopona nikawa na safisha shamba mbaazi. Akajitokeza huyo aliyeniambia. Kaniuliza Mama Lucy, unaendaga kwa Nabii Frenki? Nikasema ndio. Wewe unataka kwenda? Kaondoka akasema nikafanyaje kwa huyu Firmaso? Umeona sasa hapo Umeona hapo? Mchawi wako anakuambia Firmaso alafu unaamini mimi ni Firmaso. Mchawi wa kwako. Bora huyu hapa amemjua. Nishawaambia wengi nao waambia mimi ni Firmaso mchawi. Amenijuaje mimi ni Firmaso mchawi? Kuna sehemu tumekutana. Ila shida sasa akili yako ni ndogo. Shida nini? Ukiambiwa mimi ni Firmaso, mbona kama kweli nguvu anaitoaga wapi? Anajua mambo yetu anajuaje? Unaungana na mchawi kujiloga. Mimi nadhani nikutoe kwenye shimo, unasema hii shimo ndio nzuri. Baada ya hapo mimi nilikuja kanisani hapa. Ukanipa maji ya ulevi na uponyaji. Yale maji ya ulevi ya kuacha pombe. Na uponyaji wa mguu. Baada ukanipa maji zote mbili. Nyingine ukaniambia nyingine mwaga kwenye eneo la nyumbani kwako, shambani, eneo la mzunguko wa nyumbani kwako. Nilipomwaga usiku na watoto wangu wao tukawa tunasali, tungamwaga mpaka shambani. Asubuhi tulipoamka, nyoka mkubwa ameanguka. Mijusi yote yamejazana uwanjani zimekufa. Ndege hauko rohoni, haujui ni kimetokea. Unasubiria maelezo. Amemwaga maji, nyoka mkubwa akaanguka. Alianguka kutoka kwenye nyumba, amekufa. Mapanya wameanguka mpaka tunawazoa tunatupa barabarani, lakini mbwa hanusi. Alafu umekaa. Sema Yesu nisaidie na mimi. Pigana vita vyangu. Hivi mnaelewa? Amemwaga maji. Nini? Nyoka akaanguka kutoka kwenye nyumba, akaanguka chini. Alipoanguka akafa. Amekufa, hata panya wamekufa wote. Ngoja.
Hujamuua nyoka? Ameanguka nyoka. Akafa mwenyewe. Amekufa, asubuhi nimemkuta. Panya hujawapa dawa? Hapana. Mijusi hujawapa dawa? Hapana. Mijusi wakuta wamekufa? Wamekufa. Sema, Bwana, nikumbuke na mimi. Adui apiganaye na maisha yangu, pigana naye kwa jina la Yesu. Gati kidogo. Na ndege wawili, mwingine ameelekea kichwa huku, mwingine kichwa huku, wamekufa mlangoni. Maajabu. Ule kusikia panya wanaokufa bila dawa. Panya wengine mpaka ni wakorofi, unawapa dawa na hawafi. Maji ya upako. Panya unasema mliwazoa mpaka? Nimewatupa barabarani, hata mambwa hawataki. Hata wale ndege mambwa hawataki kula. Nile kuambia dalili za kwanza kufunguliwa kwenye maisha yako. Kuna mabadiliko lazima yaje kwenye mwili. Kuna mabadiliko lazima yaanze kuonekana. Kuna vitu lazima vianze kuonekana. Kuna vitu lazima vianze kuonekana. Sasa tukete kwa kumalizia. Huyo mama ambaye alikuwa na kozi yake namna hiyo, alikufuata tena? Baba huyo? Hajanifanya hivyo tena, nashangaa. Yeye ndio anakunywa sana pombe na kubebwa. Wakati nakuombea nilisemaje? Mwisho nilisemaje? Wakati uliniambia hao wachawi waliokuzunguka, waliokutupia pombe, nitawatumia mshale wa moto na wao wapate. Mshale wa moto warudie. Warudie.